Ndugu zangu wanatuso mlioko mbele yangu, kwanza mimi binafsi nishukuru kwa ujio wenu kwenye ofisi ya halmashauri ili tupate kushauriana mawili matatu. Nianze kwa kuwapongeza kwa kupata wazo hili la kuona ni lazima tutekeleze mawasiliano ili kupitia hayo mawasiliano tuweze kuona mwelekeo wetu unakuwaje. Nipongeze kwa wale walioibua na kuwa na wazo hili, na kimsingi ni wazo ambalo linafaa kutiliwa nguvu kwa namna yoyote ile. Ndugu zangu, mimi nianze, najua hii fursa kwangu mimi ni muhimu sana. Nianze kwa kuonyesha nafasi yenu, kwa sababu utambulisho wenu unasema kuwa ni wasomi kutoka wilaya ya Tunduru, si ndio hivyo? Nianze kwa kuonyesha umuhimu wa jambo lenyewe hilo ambalo nyinyi mmebahatika kulipata. Kwanza, elimu haijapata kuwa ni ya kila mmoja kwenye jamii, imekuwa ni ya watu fulani fulani ambao kwa namna moja au nyingine, sio kwa uwezo wao, sio kwa akili zao, sio kwa nguvu zao, basi inaweza ikawa ni sehemu ya kadari ya Mwenyezi Mungu. Kwa sababu wewe jichukulie leo una degree, una diploma. Tangu unaanza chekechea ulianza na watu wangapi? Shule ya msingi ulianza na watu wangapi? Sekondari ulikuwa na watu wangapi? Na chuo umekuwa na watu wangapi? Kila stage hapa unajikuta kuna kundi la watu linabaki mpaka pale ulipofikia. Na maanisha nini? Na maanisha jukumu ulilokuwa nalo ni jukumu muhimu kwa jamii, lakini hata mbele ya Mungu Muumba. Hiyo nafasi mnaiona ndogo nyinyi, lakini kwa Mwenyezi Mungu nafasi hiyo ni kubwa, na umepewa mahususi kwa ajili ya lengo fulani, na usipolitimiza hilo lengo utakuja kuulizwa, kwa sababu Mtume alisema kullukum lai wa kullukum mas'ula arrahiyati, kwa kila mmoja atamchunga na ataulizwa juu ya kile alichokichunga. Elimu iliyokuwa nayo ni neema, na hiyo neema utakuja kuulizwa nayo. Hawezi kukuacha hivi hivi, kwa sababu ukiangalia vitabu vyote vya Mungu vimeizungumza elimu kwa mawanda makubwa sana. Tukianza ndani ya Qur'an, Mwenyezi Mungu anasema ikra bismi rabbika alladhi khalaq, kwa soma kwa jina la Mola wako, Mola ambaye amemuumba mwanadamu. Na amemuumbaje? Pia amemuumba kwa pande na damu. Licha ya kumuumba, hakampa mwanadamu huyu elimu, nayo elimu hiyo akampa kwa msaada wa nini? Kwa karama. Ndio kule tuko pita tukiwa tunasoma nuru wal karam. Lakini bado ukija kwenye Biblia pia imeandikwa mshike elimu, usimwache aende zake, maana huyo elimu huyo ndio uzima wako. Na ukija andiko jingine wanasema kabisa kuwa watu wangu wanaangamia kwa kukosa nini? Maarifa. Maarifa yanayozungumzwa hapa ni elimu ambayo wewe na mimi tumejaliwa kupata kwa uchache wake. Ziko hadithi mbalimbali zinaeleza, na aya bado zipo zinazoendelea kusema kwa hawawezi kuwa sawa kati ya mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Kama wewe mtaani uko sawa na mtu asiyekuwa na elimu, bado elimu wewe haijakukomboa na bado hujui lengo la elimu. Kimsingi Mwenyezi Mungu amesema hawawezi kuwa sawa kati ya mwenye elimu na asiyekuwa na elimu. Hawezi kuwa sawa hao watu kutokana na utukufu na daraja la elimu. Lakini miongoni mwa wanaomuogopa Mwenyezi Mungu ni al-ulama. Yaani hilo ni neno la Kiarabu. Nyinyi mnafikiri ulama ni kujua Qur'ani na Sunna na hadithi. Hapana.
ni watu wenye elimu. Wenye elimu hao ni pamoja na wewe, kwa sababu tayari mmoja wenu unajieleza kuwa nyinyi ni wasomi wataalamu kutoka wilaya ya Tunduru. Kwa hiyo nyinyi ni maulama. Ina maana kuna fani na ujuzi uliochukua ambao ujuzi huo unatakiwa uwe msaada kwa jamii yako, na usifikiri kuwa utakuja kuondoka kwenye dunia alafu usiulizwe juu ya hiyo elimu uliyokuwa nayo, kwa sababu wako watu wengi mmeacha huko nyuma, na nyinyi sio kwa ujanja wenu au kuwa nyinyi ni wazuri zaidi. Hapana, ina maana kuna jambo ambalo Mwenyezi Mungu mahususi amekupa hiyo nafasi ili uweze kusaidia viumbe vyake. Sasa dunia ni ya kanuni. Mwenyezi Mungu sio tu muumbaji, pia ni mtoa sheria, na mwenye kuichukua hiyo sheria akaifanyia kazi bila kujali ni wa namna gani, huyo hatafanikiwa dunia yake na ahera yake. Nitawapeni mfano. Hivi jalia mimi na wewe tukachukua mablanketi yetu tukayafua. Tukishamaliza kufua, mimi la kwangu nikachukua nikaliweka kwenye beseni, nikaweka ufunguni wa kitanda, na wewe la kwako umelichukua ukaenda ukalianika kwenye jua. Hivi ni blanketi gani kitakauka kati ya ile lililoko chini ya kitanda au ile lililoanikwa? Lililoanikwa, si ndio hivyo? Na maanisha nini? Kuwa taaluma hiyo wewe uliokuwa nayo, kama utashindwa kuobey principle za nini unatakiwa kufanya, kaka, utakuwa yote yaliyosemwa juu ya elimu kwako itakuwa ni mansura, itakuwa hakuna kitu, kwa sababu umeshindwa kuunganisha doti. Na maanisha nini? Wengi wetu tuliokuwa na taaluma tuko kwenye resting potential. Kuwa wewe ni msomi, basi umekuja umerelax kwenye jamii kuwa mimi ni msomi. Ndugu yangu, ukishindwa kuendana na mazingira na hali iliyopo, utabaki kuwa ni msomi, lakini usomi usiokuwa na tija kwenye jamii yako. Ndugu zangu wasomi wa Tunduru, tuna jambo la kufanya. Tutalaumu sana, tutaongea sana, lakini kama tunashindwa kuunga doti zile, kwa sababu mimi niliwahi kupitia kitabu kimoja cha Mwingereza mmoja anaitwa Dan Carter, anasema graduate with plan B, kuwa ni lazima tusome nyakati zinasemaje kwa sasa. Nyakati hizo ndio tujue namna ya kupambanua, kwa sababu umuhimu wa elimu hiyo tuliokuwa nayo ambayo ni ya mazingira ituwezeshe kuringi kati yetu sisi na jamii iliyopo na wakati tuliokuwa nao. Tukishindwa hilo tutalaumiana tu, mtakuwa machawa tu, kwa lugha nyingine ambayo huwa mtaani mnaizungumza, kwa sababu umeshindwa kuko na mazingira na hali iliyopo. Kwa hiyo kwa muktadha huo, kwa kuwa dunia ni ya principle, basi yale ambayo wewe ulipaswa kufanya kama msomi yakifanywa na mtu asiyekuwa msomi atafanikiwa. Uongo kweli? Ndio ukweli huo. Tutawaona watu wa darasa la 4, watu wa darasa la 7 tuliowaacha huko wanafanikiwa kwenye mambo yao, ni kwa sababu ya nini? Wameandago zile principle ambazo zenyewe ndio ziliwataka wasomi ndio wawe namba 1 kwenye hilo. Nije sasa kwenye yale ambayo yananipasa kama mwenyekiti wa halmashauri ya wilaya Tunduru. Ndugu zangu, mimi niwasikiliza kwa mambo mengi, na wengi mmejistiki kwenye swala la ajira. Niwaambieni, ajira hizi ambazo mnazizungumzia za muda, huko nyuma utaratibu haukuwepo. Mimi nimekuwa halmashauri miaka 5 iliyopita kama diwani wa kawaida, lakini tulipokuja tumekuja na mikakati mpya. Nafikiri afisa utumishi hapa kama alivyowaambia, tumejitahidi kwa namna tuliokuwa nayo, tumejibana kwenye bajeti hii mpya ambayo ndio tumetoka kuihangaikia. Tumeweza kutengeneza fursa hizo mlizozisikia, nafasi 100 za walimu kwa ajili ya shule ya msingi, nafasi 16 kwa ajili ya walimu wa kujitolea wa sekondari, lakini nafasi 30 na kidogo kwa ajili ya nurses pamoja na madaktari 11 ni 10. Kazi kwenu wanatuso, na mimi niwahakikishie nitakuwa mkali, na nimekuwa mkali hata kwenye vikao. Afisa utumishi anajua, nimewaambia pesa zinazokwenda kwa ajili
ni pesa za wananchi wa wilaya ya Tunduru. Tunategemea wote watakaoajiriwa kwenye mkeka huo tuone kuwa ni vijana wanaotokea Tunduru, na sisi hilo tutalisimamia na tunalisimamia. Sasa kwa kuwa na nyinyi mlivyopata harufu na nyinyi mmeamua kuchomekea hivi, kuna nini tuwahakikishie, na sisi tuwaombe nyinyi mtengeneze rinki ya viongozi wenu ili muweze kumfikia afisa utumishi katika hali ya kawaida. Ina maana mtakuwa mmetupunguzia kazi. Mtakuwa mmetupunguzia kazi kwa sababu badala ya hivyo, ina maana kama kweli mtakuwa na dhamira ya dhati, mtakwenda kukopa na ofisi ya utumishi kusaidiana kuwapitia hao watu kwa pamoja, ili lile tunalolifikiria sisi kama madiwani wenu, tunalolifikiria sisi kama halmashauri liende kutokea, ili muende mkatusaidie huko. Kama una mtu unamwelewa yuko ndani ya wilaya ya Tunduru, sisi utaratibu tulioanza, tumeomba huko mashuleni taarifa za watu wanaojitolea, na hilo nafikiri mchakato unaendelea, lakini ni vizuri uongozi wenu utengeneze utaratibu ili muweze kumechi pamoja na afisa utumishi, muone namna ya kuliendea hilo ikiwa mko wazi zaidi, yaani lengo lile litimie. Kwenye ajira zile za serikali kuu hatuwezi kuzungumza chochote kwa sababu wana miongozo na taratibu zao, lakini hiki kwa kuwa tunakizalisha wenyewe, wanazalisha wazazi wetu, ndugu zetu, ndio tumesema hiki ni lazima kireflect mazingira ya vijana wetu wa Tunduru, na tutafanya hivyo. Mtusaidie tu, kama mtaona kuna harufu ya jambo nje ya hiki tunachokizungumza, basi tuwasiliane katika hali ya kutafuta uhalisia wa hilo jambo. Na nafikiri wataalamu pamoja na afisa utumishi, afisa rasilimali watu wenyewe wametuelewa kuwa hawa madiwani wanakusudia nini. Ni baada ya kuona tuna wimbi kubwa la watu na tunalenga kufika mbali zaidi, hata hao miani kidogo huko mbele, tukiona tija yake namna mtakapotusaidia huko, ina maana tunalenga kwenda hata kwenye 200, na tunaamini mtaani hata baki mtu ambaye anashindwa kutoa mchango wake kwenye wilaya ya Tunduru. Tanibii, tunategemea nyinyi mkawe chachu huko kwa ajili ya nini? Takwa na uchungu wa jamaa zenu au ndugu zenu au watoto wenu au wadogo zenu mtakao wakuta huko. Kama na nyinyi mtakuwa business as usual, mtatuhuzunisha sisi tunawapambania, lakini mtaihuzunisha hata jamii yenyewe ambayo inategemea mapato kutoka kwenu, kwa sababu leo hii hata wale wazao waliopata nafasi ndani ya wilaya ya Tunduru, wengi wao hawajawa na msaada ule tulioutegemea. Sasa kama na nyinyi mtakwenda kwenye business as usual, basi sisi tutakuwa tumevua zima. Ina maana kila ambacho mngetarajia kukiona ndio hicho ambacho tunasema tunaendelea kufanya, kukipambania, kuhakikisha mnapata hizo fursa kama mlivyoomba hapa. Umeona maoni mengi yako yamejikita huko, lakini yale ya kiutendaji ambayo mmeyalalamikia, ikiwemo pamoja na uendeshaji wa halmashauri, mimi naomba tumtupe ushirikiano, kwa sababu baadhi yenu pia mpo humo. Ukiwa wewe mnufaika upigi kelele, ila utakapokuwa isolated ndio unaanza kupiga kelele kuona kuwa kwa nini. Kumbe ikiwa wewe ndio mnufaika unanyamaza. Mtusaidie. Ukiwa kuna jambo ambalo sio la kawaida, hebu tusaidieni, kwa sababu hatuwezi kufika huko kote, kila sehemu, kila kibox hatuwezi kufika. Ukiwa kuna jambo ambalo linaumiza Tunduru, mtuambie kuwa bwana, kuna 1 2 3, tutakuita mhusika, tutakaa, tutasuluhisha na kuweka mambo sawa. Tuso safi, waso ni safi. Jambo la mwisho ambalo ningependa kulizungumza, tuna ungwe kubwa la vijana waaminifu kwenye jamii ya Tunduru, na nyinyi wasomi ndio mnaongoza. Niwaambieni ndugu zangu, katika ulimwengu wa connection, uaminifu ni mtaji namba 1 kuliko hata mtaji wenyewe. Ukiaminiwa, haminika.
Vijana wa leo mna haraka na pupa ya mambo. Unataka leo uwe tayari umekuwa full equipment, haiwezekani. Hata yule unayemwona na mafanikio alichukua hatua kufika pale alipofika. Connection zingine unazitengeneza mwenyewe. Mimi nilikuwa nafanya biashara, lakini wale niliokuwa nafanya nao biashara mimi ni wa Somalia ambao hawajui Tunduru, hawajui ninakotokea, hawajui wapi. Lakini nilikuwa nafanya nao biashara za mamilioni ya pesa. Walikuwa wananisupply mzigo mimi nausimamia kuuza, na mzigo ule ukawa unaniwezesha mimi kufanya return kwa wale mabosi wangu. Watu hao wapo, lakini wanahofia hali halisi ya uaminifu umekuwa ni shida. Matukio ya sisi Wanatunduru kuaminiwa kwenye position ndogo na ukatambaa nayo hela yamekuwa ni makubwa mno, ambayo wenye nacho wanaogopa. Wanafika hatua wanarudi nyuma. Kwa hiyo utapiga kelele na kuona fursa ukutani nazo, ni kwa sababu ya maumivu yanayotengenezwa na baadhi ya vijana. Hakuna tajiri ambaye hana hofu ya kupoteza kila alichokuwa nacho. Hata kama angekuwa nacho kingi, anapenda kuwa na ule kumhakikishia usalama wa mali yake. Hili nazungumza na nyinyi kwa sababu ni vijana wengi nimewaona, na ni vijana wasomi. Hili nalo ni janga. Msipoliangalia ni shida hii. Kwa sababu una uwezo wa kuandaa proposal ya jambo unalotaka kufanya, ukamfuata mwenye nacho ukamtamanisha hawezi kujoin na wewe kwa issue ya kukupa capital ya kuanzia hilo jambo, lakini ana hofu kwa sababu ya matukio yanayojitokeza ya mara kwa mara. Kuna kesi nyingi zinaendelea, kuna mambo mengi. Mtu amepewa pesa kuwa bwana hii fikisha sehemu fulani 1 2 3, unakuta anakwenda hiyo pesa, anaamua alichokifanya, anasema kuwa mimi bwana nilikuwa ninapotembea kupeleka ile hela, nilifika sehemu nataka kujisaidia, nikashusha kabegi kale kuweka ninajisaidia, nilipotoka pale mimi nimepanda tu pikipiki nikakasahau kale kabegi, yaani hata logic ya kawaida. Hebu fikiria. Na ubaya unasambaa. Mtu yaani hata maelezo hayanyoki. Pesa milioni 10, milioni 20. Unatoa maelezo rahisi ili kuhalalisha dhuluma yako. Tusifanye hivyo ndugu zangu. Dunia hii ya sasa uaminifu ndio mtaji namba 1 kuliko hata mtaji wenyewe. Tupunguze tamaa. Ndugu zangu, kwa hayo machache naomba niketi ili ratiba zingine ziendelee. Asanteni sana. Mungu